Aina nyingine ya narcissist ambayo ni hatari sana, na watu wengi wamekamatwa na aina hii ya narcissist. Narcissist wa kiroho ama spiritual narcissist ni mtu ambaye anakuwa anajua mambo ya kiroho au mambo ya kidini. Inaweza kuwa kwenye spirituality, anajua mambo ya meditation, kanuni za kiulimwengu, anaelewa, anajua hayo maarifa anayo, lakini narcissist. Au kwenye dini, anajua Qur'ani vizuri, anajua maandiko ya Biblia vizuri, lakini anayatumia yale maandiko na ule ujuzi alionao kumpa yule mtu ambaye anamnyanyasa. Sasa anamfanya awe na hofu, anamfanya awe na aibu, anamfanya awe na hatia. Kwa anayatumia yale maandiko na ule ujuzi wake wa kiroho kinyume cha muathirika. Inakuwa vigumu sana kumtambua mtu wa namna hii, lakini unamtambuaje kama ni narcissist ambaye amejificha katika kivuli cha kidini? Sifa ni ile ile. Hana moyo wa huruma, hawezi kuona makosa yake na yuko tayari kuchukua wajibu. Yaani inawezekana ni yeye kabisa amefanya makosa wazi, amekuumiza kwa wazi kabisa, lakini badala ya kuwajibika, labda kuomba radhi au kurekebisha hiyo tabia yake, anakupa maandiko. Tunaelewa? Kwa hiyo sasa wewe badala ya kutazama zile tabia zake zenye madhara kwako, unaanza kutafakari juu ya yale maneno ambayo wameongea kwa kunukuu kwenye vitabu. Sasa ukweli ni kwamba maneno ya kwenye vitabu ni kwa ajili ya mtu binafsi. Yaani upasi uchukue maneno ya kitabu kumsema mtu mwingine, inatakiwa utumie maneno ya kitabu kujisema wewe, kwa sababu ukitumia maneno ya kwenye kitabu kwa ajili yako, yale matokeo ulionayo wewe ndio yatakayowasaidia watu wengine. Lakini wewe una makosa yako na dosari zako, alafu unatumia yale maneno kuwahukumu watu wengine, kukwepa uwajibikaji, ina maana kuna tatizo lingine liko nyuma. Na sisemi kila anayefanya hivi ni narcissist, lazima uelewe. Lakini wako watu ambao wenye aiba hii tata ya narcissism, ambao wanatumia maandiko kujitetea, lakini pia cha pili, watatumia yale maandiko kukubakisha katika himaya yao. Kwa hiyo anapoona mwathirika amegundua kwamba huyu mtu hayuko tayari kubadilika na anafanya makusudi kuniumiza, sasa huyu mwathirika anaweza akataka kujitoa katika yale mahusiano. Sasa nasi wa kiroho huja sasa na maandiko. Atakwambia tusameheane. Yesu alitusamehe. Sameheaneni 7 mara 70. Pendaneni. Upendo ustili wingi wa dhambi. Kwa sababu kumbuka, ukimgusa mtu kwenye hisia na swala la kidini, ujue mambo ya kidini, elimu ya kidini imeunganika kwa kina na hisia zetu za ndani. Kwa hiyo mtu akisha kunasa katika eneo la kidini, akikupa tafsiri potofu ili kukufunga, utafungwa milele, utabaki kwenye gereza milele, mpaka akili yako itakapokuwa huru kuweza kuelewa namna sahihi ya kutumia vile vilivyoandikwa. Ni hivi, unao uwezo wa kumpenda mtu kwa umbali, yaani kutoka katika mikono ya mtu anayekuumiza na kuleta uharibifu kwenye maisha yako, sio kumchukia, ni upendo. Na cha pili, kusamehe haimaanishi kuhalalisha yaliyotokea. Kusamehe haimaanishi kutoa nafasi ya mtu kuendelea kukuumiza. Unaweza ukamsamehe mtu na ukaendelea na maisha yako, ukaacha na yeye apatwe na matokeo ya tabia zake. Si ni hayo maandiko ambayo yanazungumza kwamba kila mtu atavuna alichokipanda? Ina maana unatakiwa ubebe wajibu wa maamuzi yako, wajibu wa tabia zako, lakini sio utumie maandiko kuhalalisha tabia zako hatarishi, tabia zako za kuwaumiza watu wengine na kuwanyanyasa watu wengine. Kwa hiyo mtu ambaye ni narcissist wa kiroho atatumia hayo maandiko na vile vifungu vya kwenye Biblia na maandiko Qur'ani na maandiko mengine ya ufahamu walionao kumkamata muathirika, ili muathirika abaki kuwa hana msaada. Kwa hiyo jambo kubwa ambalo unatakiwa ulizingatia hapa, uelewe kwamba sio wewe ambaye unayemwacha narcissist. Ili lieleweke vizuri sana, na nilishafanya hii video narudia tena. Mara nyingi waathirika wengi huwa wanapata hatia. Unapotaka kutoka katika mahusiano ya manyanyaso ambako hutakiwi kuwepo, na afu huyo mnyanyasaji ni wa kiroho, fahamu ya kwamba sio wewe ambaye umemwacha narcissist. Unapoondoka kwa narcissist ni kukubali kuishi ukweli kwamba huyu mtu hakuwa anakutaka, kwa sababu narcissist hakutaki, hakupendi. Na hilo ni jambo ambalo wewe mwenyewe ndio unaweza kulishuhudia, na hata mara nyingi
watu wenye aiba hii narcissistic people huwa wanasema, huwa wanaweka wazi kabisa. Kwa hiyo inakuwa ni mtu ambaye unang'ang'ania kuwa mahali ambako hutakiwi kuwepo. Kwa hiyo lakini kwa sababu ni mchezo ambao umetengenezwa kama trick ili ionekane wewe sasa unapotoka ili yeye asionekane mbaya. Kwa hiyo ataendelea kukufanyia visa na kukuumiza ili wewe mwenyewe uamue kutoka na endelee kukuhukumu kwa kutoka kwako. Alafu iwe rahisi tena kukurudisha. Kwa unakuwa unafanya kazi ya kuondoka na kurudi, kwa sababu ukiondoka bila kuwa na ufahamu wa kina wa kile unachokifanya, hatia itakupiga, utarudi. Si unaelewa? Unabaki kwenye mchezo wa kuzunguka, na ndio maana ni muhimu sana kujielimisha vya kutosha. Kama unataka kufanya session na mimi ya mtu mmoja kwa mmoja, nitumie ujumbe inbox au nitumie email. Lakini kama unataka kujiunga na darasa la uponyaji, program maalum ya wiki 3 kwa ajili ya uponyaji, mwezi huu tumeanza tarehe 2. Karibu sana. Kuwa huru na mwenye furaha ni haki yako ya kuzaliwa.